Karibu tena katika siku ya leo, siku ambayo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya uzima, lakini pia tumepita kama wiki moja ambayo hatujawa katika tafakari ya neno la Mungu, na kwa namna hii kwa sababu ya changamoto za kiafya, lakini pia pamoja na hayo yote tunapenda kumshukuru Mungu kwa sababu bado ameruhusu tena tuanze programu zetu za kutafakari neno la Mungu tena. Na kwa namna hii ya pekee tutakuwa na vipindi ambavyo vinavyoelezea kuhusiana na milango ambayo inaweza ikatusaidia sisi kuona ni namna gani tunavyoweza kuingia. Lakini je, tukiingia humo ndani kuna nini? Na je, kitu gani tunachoenda kukifuata humo ndani baada ya kufungua hii milango au baada ya kuiangalia hii milango? Lakini mada hizi zitakuwa na kichwa cha somo kinachosema milango mitano ya kuketi chini ya madhabahu. Milango mitano ya kuketi chini ya madhabahu. Kwa namna hii ya pekee anipende kukualika ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji wa channel yetu, utakapokuwa ukifuatilia, ninaamini utabarikiwa na hata mimi pia ninabarikiwa namna Mungu anavyozungumza nami. Na hivyo kwa sababu ni mada nyeti na zitakuwa zikigusa sana namna ambavyo Mungu anavyotamani tumtafute. Lakini je, faida za kumtafuta Mungu, siri iliyofichika chini ya milango hii mitano ya kuketi chini ya madhabahu. Unaposafiri katika ulimwengu huu unakutana na watu wanaitwa wachimbaji. Na kwa namna hiyo wachimbaji kazi yao ni kutafuta dhahabu. Na wanapotafuta dhahabu si kwamba inakuwa ni jambo rahisi sana. Kweli sio kazi rahisi, ni ngumu wakati fulani, lakini dhahabu iko chini ya ardhi. Na hivyo Mungu alipenda ikae chini ya ardhi. Na kwa sababu dhahabu ni ya thamani kubwa, hivyo watu huitafuta kwa juhudi nyingi, kwa bidii sana ili waipate. Hivyo nikualike tunaposafiri pamoja nami katika mada hizi za milango mitano ya kuketi chini ya madhabahu. Tutaanza utangulizi wa siku hii ya leo, na hasa ukiangalia namna ambavyo watu wanavyoshughulika kutafuta vitu vya thamani. Siku zote vitu vya thamani haviwezi kuwa rahisi kuvipata. Hata Waswahili wanasema mchumia juani hulia kivulini, kwamba lazima apate muda wa kupata joto kali, lazima ahenyeke, ndipo baadaye atakuwa ana amani. Na siku zote unapotafuta maisha fulani kuwa mazuri, hayaanzii kuwa tu mazuri, yanaanzia kuwa mabaya, na ndipo baadaye yanakuwa mazuri. Na hata hivyo Mungu wetu anasema ya kwamba ni heri ukaanza vibaya, lakini pia ukamaliza vizuri. Kwa maana hiyo anamaanisha nini? Nifuatilie, njoo, nisikilize, nitazame, popote utakapokuwepo ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, utanielewa faida ya kubaki chini ya madhabahu. Utaelewa nini Mungu anazungumza katika milango hii mitano ya kubaki chini ya madhabahu. Dunia yetu na wanasayansi wanafahamu na wanatambua ya kwamba katika maisha ya mwanadamu ana milango mitano ya fahamu. Ya ngozi ni mlango wa fahamu na una kazi zake. Lakini pia pua ni mlango wa fahamu na una kazi zake. Masikio ni mlango wa fahamu na una kazi zake. Lakini pia mdomo ni
mlango fahamu pia na una kazi zake na mambo mengine. Sasa tunapoanza somo hili la kubaki milango mitano ya kubaki chini ya madhabahu, ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, kuna jambo ambalo unapaswa kujiuliza. Jambo hili ni kwamba, je, siku zote za maisha yangu, nilipo leo na ninapoishi leo na ninapofanya shughuli zangu leo, je, ninatafuta kitu cha thamani? Je, kweli ninachimba chini ya ardhi kutafuta dhahabu? Wale wasikilizaji na wale wanaopenda kutafakari maneno ya Mwenyezi Mungu kupitia vitabu vyake, niwarejeshe katika sehemu hii nyeti ya kutafuta dhana au kutafuta vitu vya thamani. Wewe umeumbwa na Mungu, mimi nimeumbwa na Mungu. Na katika kuumbwa kwa Mungu kuniumba na Mungu kukuumba wewe, Mungu alitaka wewe umwabudu. Mungu alitaka wewe unyenyekee kwake, umsikilize. Ndio maana katika kile kitabu kile cha Yeremia, kitabu cha Yeremia ile sura ya 29, tutaanza hapo na 29 fungu lile la 17. Yeremia 29 fungu lile la 17. Yeremia 29 fungu la 17, neno la Bwana linasema hivi, ya kwamba Bwana wa majeshi asema hivi: tazama, nitaleta juu yao upanga na njaa, samani hapo ngoja nisome fungu lile la 13. Yeremia 29 fungu lile la 13. Nasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Ukimtafuta Bwana kwa moyo wako wote, Bwana atapatikana. Kama vile ambavyo mchimbaji anavyochimba chini ya ardhi kutafuta miamba ya dhahabu, waga hakati tamaa, waga hatafuti kwa namna ya ulegevu. Anatafuta kwa bidii, anatafuta kwa juhudi zote. Na kiukweli siku zote wanasema, yeye afanyaye kazi kwa juhudi atakula mema ya nchi. Yeye anayejishughulisha, wengine wanasema mkaa bure na mtembea bure, na mtembeaji sio sawa. Yaani aliyekaa kungojea na yeye ambaye anatembea akitafuta hawezi kuwa sawa. Yesu anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Ni mara ngapi kwa mwaka 2025 umekaa kumtafuta Bwana kwa moyo wako wote? Katika shughuli zako umemtafuta Bwana, umemlingania Bwana ili Bwana aweze kusimama upande wako na kukusaidia katika shughuli zako zote unazozifanya. Mara ngapi? Lakini pia leo anatuambia kama tutamtafuta yeye atapatikana. Lakini pia unaposoma kile kitabu cha Misali, tufungua nami Misali 8 fungu lile la 17. Misali 8 fungu lile la 17.
Misali 8 fungu lile la 17, ninasoma kwa jina la Bwana. Anasema, nawapenda wale wanipendao, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Nawapenda wale wanipendao, na wale wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Nimechukua mfano huu kuonyesha kwamba Mungu wetu ana jambo la pekee sana kwetu. Mungu wetu ana kusudi la pekee sana kwetu, na hili anatamani sisi tumtafute, na si kumtafuta tu kwamba leo najisikia kumtafuta. Pata muda, zungumza naye. Pata muda, tafakari neno lake. Pata muda, omba kwa ajili ya kutamani kufanywa upya na yeye. Mtafute kwa bidii, maana ameahidi kuonekana. Ameahidi kuonekana. Lakini pia kile kitabu cha hiyo Misali fungu lile la sura ile ya 8 tena na mstari wa 34. 34 inasema, anaheri mtu yule anisikilizaye, akisubiri siku zote malangoni pangu, akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Anaheri yule anayemsikiliza, anaheri. Natamani Mungu atusaidie. Natamani Mungu akusaidie pia, mtazamaji au msikilizaji. Wow. Ili Bwana aseme ndani yako kwamba una heri ikiwa una muda wa kumtafuta Bwana kwa bidii. Ikiwa utamsikiliza yeye. Kuna wakati fulani ni vigumu sana kumsikiliza. Na kuna wakati ambapo unapitia wakati mgumu, kila kitu unaona ni giza, unadhani ya kwamba Bwana hayuko pamoja nawe. Na wakati kama huo, kwa hali yetu ya ubinadamu wetu tulionao, sio rahisi sana kumsikiliza Bwana. Sio rahisi. Lakini Biblia inasema ya kwamba anaheri yeye amsikilizaye. Anaheri akisubiri siku zote malangoni pangu, akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Akingoja, akisubiri, akingoja. Subiri. Huenda kuna wakati fulani safari yako Mungu ana jambo la kufanya. Nikupe mfano huu. Kuna wakati hata mimi ambaye ninajifunza na tunajadili na tunaendesha programu hizi, niwahi kupitia changamoto. Na ziko changamoto ambazo niwahi kupitia na kufikia hatua nikasema ya kwamba Mungu hayuko na mimi. Lakini kweli Mungu hakuwa na mimi. Kwa sababu kulikuwa ni wakati nilikuwa nimepitia, ulikuwa ni mgumu, na niliona giza kabisa. Lakini Mungu alikuwa bado yuko na mimi. Na ni kweli kuna wakati nilijiuliza maswali mengi. Hivi kweli Mungu yuko na mimi? Hivi kweli Mungu ananiongoza? Kama ananiongoza, kwa nini maisha yangu yanakuwa hivi? Kama ananiongoza, kwa nini mapito yanakuwa hivi? Anaheri yeye anayemsikiliza. Atakupitisha katika njia ambayo yeye anaona ni vema. Kubali kumsikiliza. Kubali kumsubiri. Kubali kumngojea katika vizingiti vya milango yake. Safari hii ya milango mitano ya kubaki chini ya madhabahu, ajenda pekee ni kwamba Bwana atakusafirisha. Bwana atakuongoza. Bwana atakutengeneza. Bwana anataka afanye kusudi lake alitimize ndani yako. Na hivyo ili kufikia malengo hayo, ni lazima umsikilize. Ni lazima uketi, umngojee chini ya madhabahu. Umngojee chini ya milango
ya vizingiti vyake. Ngojee. Kuna wakati fulani huwezi kuelewa. Wakati pambano linaweza kuwa kali, huwezi kuelewa. Wakati uchumi hauendi kama unavyopaswa, huwezi kuelewa. Wakati fulani unapoona mume analeta changamoto kwenye maisha yako kama mwanandoa mwenzio, huwezi kuelewa. Bwana anaposema anaheri anayenisikiliza, huwezi kuelewa. Huwezi. Kuna wakati fulani huenda mke anakupitisha kwenye changamoto, huwezi kuelewa. Mungu anaposema anaheri anayenisikiliza, anaheri anayeningojea, anayenisubiria, anaheri. Huwezi kuelewa. Lakini nikuhakikishie, kama vile ambavyo safari ndefu ilikuwa ya Yusufu, hata yeye hakuelewa, lakini alingojea, alisubiri, na hatimaye Mungu alifanya kusudi lake. Nikuhakikishie, hekima ya Mungu ni hekima ya pekee sana. Na siku zote anapoona ndani yako na anapokutengeneza kwa kusudi la kufanya maajabu ya ulimwengu, yaani ulimwengu uje ushangae, kama vile ambavyo alimsafirisha Yusufu na hatimaye ulimwengu ukashangaa, hivyo hivyo safari yako. Waswahili, na nakumbuka mchungaji mmoja ambaye anafahamika sana katika Tanzania hii, anaitwa mchungaji Walmarkana, anakuambia ikiwa utapitia changamoto nyingi, maisha yakawa magumu, ujue kuna mafanikio makubwa mbele yako. Yaani leo kukiwa giza nene lililotanda juu ya safari yako, ujue mbele yako kuna nuru tele. Yaani leo maisha ni magumu, lakini kesho maisha yatakuwa yenye mafanikio. Ajenda pekee, ngoja, subiri milangoni pa Bwana. Keti chini ya madhabahu ya Bwana ukimsikiliza. Fungua nami kile kitabu cha Yohana 20 fungu lile la 19. Yohana 20 fungu lile la 19. Yohana 20 fungu lile la 19. Hapa kuna kisa ambacho ninatamani tukiangalia kidogo. Yohana 20 fungu lile la 19. Yesu anazungumza nini kuhusiana na habari ya mlango? Yohana 20 fungu lile la 19, neno la Bwana linasema hivi. 19 nasema, ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Yaani baada ya Yesu kufa na kufufuka, na baada ya kufufuka na wanafunzi walipoambiwa amefufuka na amewatangulia kwenda Yerusalemu, na walipoenda, lakini walichokifanya walifunga milango kwa sababu ya hofu. Walifunga milango, wanafunzi walikaa pamoja, walifunga milango, hofu ilijaa. Lakini Yesu hazuiliwi na mapingu ya hiyo milango iliyofungwa. Yeye aliingia akawakuta wote wako ndani, na akawaambia, amani iwe kwenu. Wapendwa, kuna wakati fulani hofu imeleta changamoto kwenye maisha. Ndugu msikilizaji, kuna wakati hofu imefanya milango imefungwa. Milango ya baraka imefungwa. Milango ya mafanikio imefungwa. Milango ya mahusiano imefungwa kwa sababu ya hofu. Yesu anasema, amani iwe kwenu. Kwa nini anasema amani iwe kwenu? Ya kwamba mimi sina kizuizi juu ya hiyo milango iliyofungwa. Na ndio maana nimeomba kwa hekima yake Mungu aweze
kuketi pamoja nasi. Anatualika tuketi chini ya madhabahu yake. Hapa atatupatia amani ya kweli. Hapa atatuwezesha kutokuwa na hofu. Ndio maana katika sehemu nyingine anasema msiogope, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa kama Yesu ameushinda ulimwengu, hakuna haja ya kuogopa. Hakuna haja ya kusema ya kwamba ninawezaje kupita kwenye giza hili nene. Yesu yuko pamoja nawe. Yesu atakushika kwa mkono wako wa kuume akikwambia usiogope. Kubali kuketi chini ya madhabahu. Kubali kubaki kwenye milango hii mitano, ndani au chini ya madhabahu. Tunapoelekea mwisho, nikuambie hii. Hata hivyo, pamoja kwamba kwa hao wanafunzi Yesu hakuwaambia wafungue, yeye akaingia. Maana hakuna kizuizi kinachoweza kumzuia Yesu kupita sehemu yoyote. Kuna jambo la pekee Yesu ambaye analifanya tena katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 3 fungu lile la 20. Ufunuo sura ya 3 fungu lile la 20. Hapa kuna jambo la pekee, na hili ni wito wangu. Kwa nini ninapendekeza na ninazungumza na wewe ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji ya kwamba katika kilele cha miaka huenda huku 2025 hujasafiri katika safari pamoja na Yesu. Lakini pia huenda changamoto zimekuwa nyingi. Huenda maisha yamekuwa magumu. Huenda hujaona nuru yoyote. Na hata leo unawaza 2025 inaelekea mwisho. Hatima yangu itakuwaje mwishoni mwa mwaka huu? Nitafungaje historia ya mwaka 2025? Yesu anasema, njoo uketi chini ya madhabahu. Njoo uketi unisikilize. Njoo usubiri. Njoo uningojee chini ya madhabahu. Wito huu ninapokupa, Yesu ana ahadi ya pekee ya kufungua nuru kwenye hiyo giza unayoiona. Yesu anayo ahadi ya pekee ya kufanya mahusiano yaliyoonekana hayawezekani yawezekane. Yesu anayo ahadi ya pekee ya kwamba hata kama ndoa ilionekana haiwezekani, lakini kilele cha mwaka 2025 unaweza ukafanya vizuri. Inaweza ikageuzwa, inaweza ikabadilishwa kama utafuatilia mada hizi ambazo Yesu anataka kuzungumza nao. Fungu lile la 20, sura ile ya 3 Ufunuo, neno la Bwana linasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula naye, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Ni ahadi ya pekee. Ni neno lenye matumaini. Pamoja na kwamba kwa wanafunzi Yesu hakuwaambia wafungue, lakini aliingia. Katika Ufunuo anasema mtu akifungua mlango, tena ninasimama mlangoni nabisha. Ninasimama mlangoni nabisha. Mtu akifungua mlango, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami.
Wapendwa, bila Yesu kukaa ndani yangu, giza haliwezi kugeuka kuwa nuru. Bila Yesu kukaa ndani yangu, mahusiano hayawezi kuwa na mantiki. Bila Yesu kukaa ndani yangu, ndoa haiwezi kuleta kusudi lile ambalo Mungu alikusudia ndoa iwepo. Ndio maana anasema anaheri yeye anisikilizaye. Na hapa kuna heri nyingine, kama utaisikia sauti yake, kama utakubali kufungua mlango. Ukiufungua mlango wa moyo wako, ukamruhusu Yesu njoo kae, atafanya yote yasiyowezekana kuwezekana. Atafanya hiyo safari iliyoonekana itafikia kilele, isiyo na matumaini itakuwa na matumaini. Mungu ni mwenye uwezo wote. Yeye ndiye muumbaji wetu. Yeye ndiye mkombozi wetu. Yeye ndiye mwombezi wetu. Yeye ndiye kila kitu kwenye maisha yako na maisha yangu. Na kwa namna hiyo pekee, kabidhi moyo wako kwake. Kubali kuketi chini ya madhabahu yake. Kubali kumngojea. Kubali kumsikiliza. Liko tumaini kwa kumsikia yeye. Liko tumaini kwa kumngojea yeye. Napoelekea kilele cha siku ya leo, kwa sababu tumeanza programu hizi na tutaendelea nazo. Hii sehemu ya utangulizi ya milango mitano ya kuketi chini ya madhabahu. Bwana atutie nguvu. Bwana atupatie tumaini. Bwana atupatie ushindi, ili kwamba kilele cha mwaka 2025 tukaibuke tukiwa washindi. Lakini ushindi ni upi? Ushindi wa kwanza kuliko ushindi wowote ule ni kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Nitengeneze mahusiano yangu na Mungu. Ni kweli kama anavyosema katika neno lake ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Hiyo ndio kusudi la kwanza. Kupatana na Mungu. Nikishapatana na Mungu, Mungu anaponiguide, Mungu anaponipitisha kwenye kila njia anayoona ni vema kunipitisha ili kunifundisha, nitatulia mikononi mwake. Hatimaye nitatokeza. Hatimaye nitakuwa mshindi. Maana hata hivyo anasema katika fungu lile la 21 ya kwamba yeye ashindaye, hiyo Ufunuo 3, sura hiyo fungu la 21. Yeye ashindaye. Ngoja tuisome hiyo. Tuisome tunapoelekea kilele. Ngoja tuisome hiyo. 21 anasema yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Hii ni ahadi. Utashinda kama utaunganishwa na Yesu. Utashinda au nitashinda kama nitakubali kuketi miguuni pake. Nitakubali kumngojea, nitakubali kumsubiri, nitashinda. Ndio maana ule wimbo wa namba 130 vitabu vikubwa kwa Wakristo, vile vitabu vyao, vile tenzi zile wanazozitumia, kuna wimbo unasema mlango uko wa wema. Mlango wa wazi huo Yesu ameufungua. Na hakuna kufunga. Mlango umefunguliwa. Yesu ameufungua. Mlango wa baraka umeshafunguliwa. Mlango wa amani umeshafunguliwa. Mlango wa mafanikio umeshafunguliwa. Yesu ameufungua na hakuna anayeweza kufunga. Na ili
ufikie vilele vyake ni kukubali kuketi chini ya madhabahu. Lakini pia anasema mlango huko wazi, watu waokolewe, masikini na matajiri wa mataifa yote. Mlango huu uko kwa kila mtu, ikiwa atamsikiliza na ikiwa atafungua moyo wake. Yeye yuko tayari kuketi naye, kula naye, kutembea naye, kutengeneza njia yake, na mibaraka yote ije juu yake, ikiwa utafungua moyo. Kwa nini leo usifungue moyo wako ili Yesu aweze kupokea huo moyo wako, ili Yesu aweze kuingia ndani? Kwa nini leo usifungue moyo? Kwa nini ndugu msikilizaji usifungue moyo wako leo? Kwa nini ndugu mtazamaji usikubali moyo wako ufungwe kwa sababu ya hofu? Kwa sababu ya hofu ya umasikini umeufunga moyo, hutaki Yesu aingie. Kwa sababu ya changamoto za ndoa umeufunga moyo, hutaki Yesu aingie. Kwa nini? Fungua moyo wako, mpe Yesu moyo wako. Ukikubali kuufungua, ameahidi kukaa na wewe, ameahidi kukushindia, ameahidi utaketi pamoja naye katika kiti cha baba yake. Ameahidi. Heri yeye amsikilizaye na anayesubiri na kungoja katika vizingiti vya milango yangu. Bwana anasema. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, ili kwamba tunapoanza safari hii mibaraka aliyokusudia ikujie popote ulipo. Amani aliyokusudia ikujie popote ulipo, utakapokubali kufuatilia programu hizi. Nitakualika pia, kuna masomo mengine ambayo yameendelea na yataendelea. Bwana akusaidie. Tutakuwa na wakati ambapo kuweza kutafakari masomo haya. Lakini zaidi ya yote, somo sehemu ya kwanza, hii ni utangulizi. Tutaangalia mlango unaofungua milango yote. Na Bwana ninaamini atatubariki. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, ninakushukuru na kusema asante kwa tafakari hii ya pekee. Asante umetuambia kwamba tufungue mioyo yetu ili giza liweze kupotea. Ukikaa ndani yetu giza halipo. Ukikaa ndani yetu mahusiano yatakuwa salama. Ukikaa ndani yetu ndoa itakuwa salama. Ukikaa ndani yetu Baba, hata mambo ya uchumi yatakuwa salama. Ukikaa ndani yetu mahusiano yetu tutaunganishwa na wewe, na hatimaye tutakuwa washindi kwa kila changamoto. Huenda ni swala la dhambi, Bwana tutakuwa washindi zidi ya dhambi. Asante kwa neema yako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa msikilizaji huyu. Asante kwa kijana huyu. Asante kwa baba huyu. Asante kwa mama huyu. Asante kwa dada huyu. Asante kwa sababu Bwana amekubali kufungua moyo wake. Neema yako ikamfunike, kaingie ndani yake, katembee naye popote atakapokuwa, popote atakapokuwa kitenda shughuli zake. Neema yako ikaandamane naye. Atakapoliita jina lako baada ya masomo haya, baada ya kusikiliza na baada ya kufuatilia masomo haya, atakapoliita jina lako, Yesu kubali kukaa ndani yake, na ngapatie ushindi kwa kila changamoto anayopitia. Uwe na changamoto za magonjwa, Yesu kampatie ufumbuzi. Asante kwa sababu umesikia. Asante kwa sababu utatenda. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen.